Kuhusiana na issue ya Simba sasa, Pantev na kikosi, of course kuna wachezaji ambao maybe anaweza akaja akawa introduce, lakini mimi kwa upande wangu naamini zaidi Simba sio issue ya wachezaji wanaoanza, kwa sababu naamini wale wanaoanza ndio the best, kwa sababu kocha anavokuja mpya lazima aendelee kutumia wale wachezaji ambao wapo kwenye form yao pamoja na wale ambao wanaweza kuifanya timu iendelee kubaki stable. Anaweza akawatumia wachache ambao walikuwa hawatumiki chini ya kocha aliyopita kwa sababu ya kuboost ile morali yao, lakini kimbinu akatumia wengi ambao walikuwa wanatumika, ila vitu vya kimbinu ndio vikabadilika, playing style, formations zile, umeelewa, pamoja na aina ya kucheza, playing style ile na vitu kama hivyo anaweza akavibadilisha, huku akiendelea kuamini wachezaji wale wale. Anatakiwa kupigwa brush, wapi panatakiwa kuboreshwa, umeelewa. Huyu unajua makocha wazuri wanatakiwa, unajua watu wanasema hana kwenye ile issue ya kusajiliwa kwake wanasema hana nini, hana ithibati, sijui una mtu nimesikia anasema sijui hana ithibati sijui nini. Sasa ndio nikashangaa kwa sababu hawajui wanachokisema kukieleza. Unajua hawajui kwa sababu UEFA ni prestigious license, yani ni miongoni mwa high level education kwenye ukocha. Ila tu sisi Afrika tuna vigezo vyetu ambavyo vimewekwa chini ya CAF. Yani unaweza ukawa umekuja na hiyo leseni lakini still CAF wakaona kwamba unabidi uwe na kigezo kingine hiki. Sio kwamba hana elimu, no, elimu anayo. Sio, umeelewa? Na Al Hilal ni timu nzuri na timu bora, na kwa bahati nzuri Simba wamefanikiwa kuweza kushinda kwa mabao 2-1. Hii ni hatua muhimu sana kwa kocha mpya ambaye anaingia kwenye kikosi. Manake unajua kwenye kozi za ukocha kuna vitu huwa wanaelekezwa makocha, especially wanapokuwa wanaingia kwenye timu katika kipindi kama hichi. Yani mid season au amekosa pre-season, amekuta msimu unaendelea, alafu kwa bahati nzuri anakutana na kitu kinaitwa international break kama hivi. Kuna vitu huwa wanafanya, na kitu ambacho wanakifanya cha mwanzo kabisa kinakuwa kinahusiana na assessment and observation phase. Manake hapa hivi vitu of course vinazungumzwa kwenye ile framework ya modern coaching course, manake mbinu za kisasa za kufundisha mpira ndio inaangukia kwenye assessment and observation phase. Manake ni ile kanuni ya kufanya uchunguzi pamoja na kufanya tathmini na uchunguzi wa kikosi. Jambo la kwanza ambalo analifanya mwalimu anapoingia kwenye international break, alafu ni mwalimu mpya, anakuwa anafanya kureview mechi zilizopita. Umeelewa? Anaangalia kitu gani ambacho ile timu yake sasa inacho, muundo wa uchezaji, ubora, udhaifu pamoja na uwezo wa wachezaji mmoja mmoja. Maana tunazungumzia ile wasifu wa wachezaji, player profiles. Sawa? Na hichi kitu huko kocha ana leseni ya UEFA si ndio? Ambao ndo anasema haijakidhi vigezo. Kwenye UEFA wanazungumzia hii swala la team analysis pamoja na player profiling model, ndio inaingia kwenye hii issue ya kufanya ile observation phase. Ikitoka hapo sasa tunakuja kwenye mechi za kirafiki. Maana hii kitu kwenye kufanya observation na assessment inatumia siku 1 mpaka 5. Kama akiwa tayari timu anaijua kwa sababu kashacheza nayo kwenye mechi 2, maana kuna vitu asha notice na vitu kama hivyo, anaweza akatumia siku 1 mpaka 3 mpaka 4 ambazo tayari kashazipata. Kwa hiyo ndo akaja kwenye phase ya pili. Tumeelewa, assessment and implementation au tunaita transition phase. Ndo hapa sasa zinaangukia kwenye hizi mechi za kirafiki. Tumeelewa Yes, kwamba sasa hapa anaanza sasa kuja na iseme ile vitu ambavyo ameshaanza kuviona au ameanza kuvifanyia kazi kwenye mazoezi. Anakuja anataka sasa kuvipima kwenye mechi. Tumeelewa? Kwa kuangalia ile muundo wa timu, tumeelewa, mitindo ya uchezaji wa timu, market tunaita game model, pamoja na kanuni pamoja na zile kanuni za kimbinu, umeelewa, au tactical principles ambazo tayari ameshazi introduce kwenye anataka sasa kuziona, je, zinafanya kazi kwenye mechi. Ndo anatumia sasa hizo ndani ya kama siku 5 mpaka 10, ndio kitu ambacho Pantev anakitafuta. Sawa Kwa hiyo kucheza mchezo wa kirafiki maana yake ni kwamba bado anaendelea kufanya assessment, umeelewa, kufanya tathmini ya timu, lakini safari hii sasa anafanya assessment and implementation, kuimplement au
Kuimplement kwa Kiswahili ni kama kutekeleza kile kitu. Sasa anataka kuona utekelezaji wa kile kitu ambacho tayari ameanza kukiintroduce taratibu kwenye uwanja wa mazoezi kama kinafanyika. Si umeelewa? Kwenye kozi za UEFA ndo tunaita zile game implementation and development. Umeelewa? Kwenye kozi za ukocha vitu vinafundishwa kwenye hiyo game implementation and development. Inaangukia hapo, ndo kitu ambacho sasa amekuwa akikifanya jana. Kwa hiyo Dimitar Pantev anachokitafuta katika kikosi cha Simba ni kujua wapi ambapo panahitaji maboresho, pamoja na communicate na wachezaji, jinsi gani ambavyo ile kutengeneza mahusiano ya wachezaji, jinsi gani ambavyo wanaweza kupata kitu bora kutoka kwa wachezaji, uwezo wa kimbinu au uwezo wa kung'amua mbinu, yani wachezaji wale wa Simba sasa uwezo wao wa kimbinu upo vipi, na jinsi gani ambavyo mbinu zake ambazo wameanza kuziimplement taratibu zinaweza kufanya kazi. Of course kuna mambo kama 6 hivi ambayo sitaki kuyazungumzia sana kwa sababu tumezungumzia kwenye phase ya mechi za kirafiki, ndio maana nakuelezea haya. Kwa hiyo sasa tayari kuna kitu ameshaanza kunotice. Kwa mfano jana Simba wameconcede bao ambalo lilifungwa na Adam Coulibaly. Ilikuwa ni kwenye transition, maana walipokonywa mpira katikati ya kiwanja mpaka wakaenda kufungwa. Kwa sababu pale tayari alikuwa na implement ile high defensive line, safu ya ulinzi kucheza karibu na safu ya kiungo na safu ya kiungo kucheza karibu na safu ya ushambuliaji. Mara nyingi unavyocheza kwenye high defensive line, ukipoteza mpira dhidi ya wachezaji wenye kasi maeneo ya pembeni, automatically kuna asilimia kubwa sana ya kuweza kuconcede bao. Kwa hiyo ina maana katika assessment yake tayari ameshapata jibu kwamba kumbe hapa mimi nikija na kuimplement hii mbinu, aina ya mabeki ambao niko nao nikicheza kwenye high defensive line, inaonekana kasi yao kwenye kufanya recovery runs, kufanya ile mikimbio ya kuwin mpira upya baada ya kupoteza ni mdogo. Kwa hiyo tayari ana take note, anaweka kwenye notebook yake. Ndio hivyo vitu ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo vinakuwa categorized kwenye sehemu kama 3. Umeelewa? Assessment tool ambayo ndio unakuja una assess zile uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kama ambavyo ndo nimekwambia hapo, mabeki wako labda safu yako ya kiungo na nini, umeelewa? Pamoja na kuona je, hawa wachezaji wana uelewa mzuri wa kimbinu ambao nikiimplement hivyo wanaweza kunipa, pamoja na kujaribu mchanganyiko wa mbinu zako ambazo unaweza kuziimplement. Inaangukia kwenye assessment tool, alafu kunakuja kwenye implementation tool. Zile mbinu zako ambazo tayari umeanza kuziinject taratibu kwenye kikosi. Je, ukija kwenye uwanja wa mazoezi, kwenye uwanja wa mechi sasa, sio wa mazoezi tena, uwanja wa mechi, je, wanaweza kunipa kitu ambacho at least kinaendana na kile ambacho nimeshaanza kukifundisha kwenye mchezo? Alafu ndo inakuja kwenye hiyo communications, pamoja na kujenga ile uhusiano, maana relationship and communication tool. Hapa sasa hiyo ni issue ndogo, maana kocha na wachezaji kuinteract ile, kwa mfano kwenye half time kuzungumza, kujenga uhusiano wa kimbinu pamoja na jinsi ambavyo wanaweza kucommunicate na kuwasiliana na vitu kama hivyo. Na ndio maana kwenye coach kuna principle moja inafahamika, yani maarufu sana, ambao wamesoma ukocha wanakwambia. Hiyo principle ipo kwenye UEFA au CAF methodology. Methodology inazungumza hivi kwamba do not coach without understanding a team. Yani usije uka-coach timu ambayo bado hujaielewa. Umeelewa? Na do not change it until they understand you. Yani hiyo principle ipo inaelezea hicho kitu. Nafikiri kama inatumika kwa makocha. Nafikiri kwa wale ambao wamepitia wamebrush kidogo watakuwa wamenielewa. Inawezekana nimeikosea kuitem, lakini imenukuliwa kwenye hiyo methodology za ukocha. Kwa hiyo kuna ile framework ambayo tayari wamenini. Kwa hiyo kwa mfano kwenye mabao of course sijayaona, lakini tu naamini naamini ni atakuwa tayari ameshaanza kujua jinsi gani ambavyo anaweza kuimprove ile eneo la ushambuliaji, jinsi gani ambavyo anataka liwe. Unajua katika sehemu ambayo ngumu sana kutekeleza au kuielezea watu kuelewa ni jinsi gani ya kuweza kuattack, kushambulia. Hakumpi confidence sana kwa sababu ameanza tu mchezo wa kirafiki afu akashinda. Pengine watu wameshazoea kwamba kumuona mwalimu anakuja pengine akipoteza ndio inampa confidence zaidi, ama inampa kitu kizuri kwamba kuona kibaya kiko wapi kizuri. Of course kwa sura ya kocha ambaye ndo amefika kwenye kikosi, hiyo bado ni mapema kuweza kumpa confidence au nini, kwa sababu yupo kwenye kufanya tathmini. Ndio tunarudi kwenye kuassess, yupo kwenye assessment and observation. Anajaribu tu kujua timu yake, sababu sasa hivi bado anaendelea kuijua, sio kwamba tayari. Unajua watu wengi wanaamini kwamba basi kocha akifika tu hapo kwamba mbinu nini no, hamna, vitu haviwezi kwenda hivyo.
lazima kuna vitu vya msingi kwanza vinabidi lazima unajua, ndio maana nikasema kuna vitu kama 6 ambavyo kocha anabidi avifanye, ila sijataka kuvizungumzia vyote, lakini vipo vingi. Sio, kuna relationship and communication, jinsi gani ambavyo anatakiwa awe na yani jinsi ambavyo anatakiwa interact na wachezaji wake na nini na vitu kama hivyo. Vipo vitu kama hivyo hapo vinaongezeka, na vitu vingine pamoja na tactical setup mdogo mdogo, jinsi gani anaanza kuimplement zile mbinu zake na nini, ambavyo sikutaka kuvizungumza kwa sababu ni very complex, na unajua Watanzania hawapendi vitu vigumu vigumu. Kwa hiyo mimi huwa najaribu kupick vile vitu ambavyo nikimwambia Mtanzania anakuwa anavielewa kirahisi na kupata kitu kipya. Na ndio maana makocha wanaambiwa mpe muda, unajua mtu akiambiwa makocha anabidi apewe muda anakuwa haelewi. Muda wa nini? Wachezaji wapo, sio nini. Lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa vinawa frame ile framework ya ukozi ya ukocha, naita modern coaching course. Wanaelezea vitu kulingana na muda uliopo. Ndio kwa mfano nikakupa mfano kwamba kwenye international break nini ambacho huyu kocha anakifanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi nikikujibu nikwambie kwamba ni mapema kuweza yeye kuanza kupata confidence ya aina yoyote. Timu ya Al Hilal ni timu moja kubwa sana ambayo sio ngeni sana kwa Simba, sio ngeni kwa Yanga, imekuwa ikicheza mechi tofauti tofauti hapa. Pengine ni kipimo sahihi kwa Simba kucheza mechi kama hiyo kwa kipindi hiki? Yeah, of course ni kipimo sahihi kwa sababu ni timu yenye quality kubwa, ina wachezaji wazuri. Kwa mfano kama Adama Coulibaly, of course bado amekuwa sideline, hachezi sana na nini, katika msimu uliopita alikuwa hachezi, alikuwa anacheza kina Yasil Muzammil, umeelewa? Lakini still bado ni mchezaji ambao huwezi ukamweka kwenye daraja la kawaida. Kuna wachezaji wengi ambao wanaunda timu ya taifa ya Sudan ambao pengine hawakuwepo, lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kuweza kutoa ushindani ambao unahitajika kwa timu yoyote kuweza kujua mapungufu. Unajua unapocheza na timu ambayo ina uzito fulani, kocha anakuwa na access wapi ambapo kuna mapungufu, kwa sababu ukicheza na timu nzuri kwenye mapungufu yako wataexploit, watayatumia. Ndio kitu ambacho kocha alikuwa anahitaji. Na sio wanacheza tu, watacheza tena tarehe 12. Watacheza tena tarehe 12 nafikiri kwenye dimba la KMC Complex. Ni kwa ajili ya Dimitar Pantev kuendelea kutazama kikosi chake, wapi panatakiwa kupigwa brush, wapi panatakiwa kuboreshwa. Unaelewa? Huyu unajua makocha wazuri wanatakiwa, unajua watu wanasema hana kwenye ile issue ya kusajiliwa kwake wanasema hana ithibati, sijui una mtu unasikia anasema sijui hana ithibati sijui nini. Sasa ndio nikashangaa kwa sababu hawajui wanachokisema kukieleza. Unajua hawajui kwa sababu UEFA ni prestigious license, yani ni miongoni mwa high level education kwenye ukocha. Ila tu sisi Afrika tuna vigezo vyetu ambavyo vimewekwa chini ya CAF. Yani unaweza ukawa umekuja na hiyo leseni lakini still CAF wakaona kwamba unabidi uwe na kigezo kingine hiki. Sio kwamba hana elimu, no, elimu anayo. Sio, umeelewa? Lakini kuna ile tu kwamba kuna vitu yani sisi yani CAF wanaviweka kwa ajili ya kumfanya kocha yani kuonekana kwamba ametimiza vigezo, lakini elimu ya kufundisha mpira na watu wakaelewa yuko nayo. Na wamekuja makocha tungu mzima wana hiyo UEFA Pro hapa na wametimuliwa